Mfalme Zumaridi. Mimi na kila sababu ya kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake, kwa kunionyesha haya tukiwa katika maombi ya kusifu, ikiwa ni saa 8 za mchana tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025, siku ya Ijumaa. Tulipokuwa tukisifu, ilikuwa nikimsihi Mfalme Zumaridi ili aweze kusema na mimi kitu chochote alichoweza kuikusudia kwa siku ya leo. Basi nilimsihi kwa muda mrefu, lakini baadaye niliweza nikujikuta niko eneo lilikuwa ni giza sana. Yaani ilikuwa ni giza, yani ni usiku, yani ni usiku wa manane. Alafu ni usiku wa giza, yani hakuna kitu chochote kinachoonekana. Kuna nyumba inayoonekana, yani hakuna mtu, yani sioni kitu chochote, naona tu mimi niko kwenye giza tu. Baada ya hapo, ukiwa ni usiku huo huo, niliweza kuona jua linachomoza kwenye huo usiku. Ilikuwa Mfalme Zumaridi amenitambulisha kwamba ni usiku wa manane, ambapo watu wote walikuwa wamelala na wengine walikuwa wanafanya matukio mbalimbali huko. Wengine wako kwenye magesti, wengine wako kwenye mauchawi, wengine wako majambazi hapo wamejiandaa kwa habari ya kwenda kuiba, kwenda kufanya maangamizi, mauaji. Yaani ni vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaendelea huo usiku ambao ulikuwa ni usiku mzito. Japokuwa mimi nilikuwa naona ni giza sana, lakini kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaendelea ndani ya huo usiku. Lakini nikiwa sioni kitu chochote, ila nikawa natambulishwa namna hiyo, Mfalme Zumaridi ananiambia kwa sauti ya hapa ya rohoni. Basi baada ya hapo sasa niliweza kuchomoza ni jua kali sana. Sasa mimi nikaanza kushangaa, kusema jua linachomozaje ni usiku wa manane? Lakini lile jua yani lilichomoza, yani liliwaka kama vile ni saa 8 mchana. Yani liliwaka, lilipowaka mpaka yani nikaona pote pamekuwa ni jua mpaka kwenye majumba. Yani mtu mpaka yani amelala kitandani, lakini anaonekana kama vile yuko nje. Watu walioko kwenye manyumba ya starehe, kwenye magesti, kwenye mabaa, yani nikawa naona wanaofanya mambo ya ajabu ajabu, watu wanaojiuza, watu majambazi, wachawi, kaona na watu wote wanaonekana. Walivyoonekana hasa nikawa naona ile mionzi ya ile jua ilikuwa na sumaku kubwa. Ilikuwa ina sumaku inanasa matukio yote yanayoendelea duniani. Hasa alipokuwa ikivuta, ikinasa ile sumaku ya ile jua sasa. Wakati huo jua linazidi kusogea, nikaona kama vile jua linatoka huko kwenye mawingu linashuka chini. Ilipofika katika usawa wakati sasa, ndipo nipoona pote kumekuwa pote ni mwanga. Alafu ile sumaku kaanza kuwavuta sasa wale watu walikuwa wanavutwa na ile sumaku na kukusanya sehemu moja. Nikai naona watu wengine ile nguvu sasa ya ile mionzi ya ile jua sasa ilikuwa ikiwavuta, kila mmoja anakimbia kwa namna yake. Watu wanakurupuka usingizini, watu wengine wanakurupuka kwenye mabaa, wanakuja wanakimbia kwenye magesti, wanakurupuka wengine kwenye mauchawi, yani anakurupuka na wanayaacha matunguli, wanakimbia wanakuja. Wengine wanaacha ibada zao, unaona wengine wako kwenye mamikesha, wanaacha mamikesha wanakimbia, yani wanakimbia, ni watu wengi wanakimbia. Lakini wakikimbia tena na mchungaji wao na mwenyewe anakimbia kuwafuata wale kondoo ambao wameweza kukimbia. Nikai naona sasa ile sumaku inapovuta inaporomosha, nikaona na watu wadoka kwenye mamilima wanakuja wanaifuata ile mionzi ya ile jua. Wanakimbia, wanatoka kwenye mamilima, wanaporomoka. Nikai naona mpaka watu walikuwa wanasafiri na wenyewe gari zikawa hazitembei, usafiri wote ulikuwa hautembei. Yani wanavuta wale watu, wanatoka kwenye yale magari, wanavutwa na ile nguvu ya ile sumaku ya ile jua, wanakimbia kuifuata kulifuata ile jua. Hasa baada ya hapo nikawa naona watu wote yani wamekusanyika, yani kila watu na vitu vyao. Sasa hawa waliokuwa kwenye uchawi wamebeba matunguli yao ya kichawi, waliokuwa kwenye maulevi wamebeba nani yao ya pombe, waliokuwa kwenye mauzinzi wale makaba wapo hivyo na vinguo vyao vya ukahaba, mpaka waliokuwa kwenye maujambazi na wenyewe wamekuja hivyo na silaha zao. Yani naona matukio yote yanayoendelea katika uso wa dunia, wote wanakuja na zana zao wote mpaka lile eneo. Nikasikia sauti ya Mfalme Zumaridi inatoka kwenye lile jua. Inasema kwamba hivi ndivyo ilivyo. Mimi ndiye Bwana Mungu wenu. Nimekuja kwa habari ya kugarikisha na kutoa uasi wote duniani.
ambao uasi ulikuwa umekwisha ni kutapakaa dunia yote. Wanadamu wote walikuwa wamekwisha kuacha kuniabudu mimi Mungu, yaani wanaabudu uasi, wamekwisha kuasi, wamekwisha kuniasi wanadamu wote. Sasa nimekuja kuwatoa watu kwenye uasi, nimekuja kuwatoa watu kwenye maangamizi, watu waliokuwa maharamia. Sasa nimekuja kuwatoa katika hali ya uharamia na kuwafanya kuwa wapya, na kuwafanya kuwa wapya, na kuwafanya kuwa wapya. Akasema kwamba mimi ni Bwana Mungu wenu. Ni muda mrefu nimekuwa nikiyatazama haya nikiwa nimenyamaza kimya. Sio kwamba nilikuwa siyaoni wala wanadamu, sio kama nilikuwa sioni ya kwamba wanateseka, sio kama nilikuwa sioni kwamba watu wanauawa bila hatia, watu wanakufa bila hatia. Wakati huo nikawa naona yani jinsi anasema kwamba watu wanauawa bila hatia, nikawa naona yani matukio yanapita, watu wanakufa, wanauawa, watu wanachinjwa, nikawa naona matukio mbalimbali, vita, nikawa naona vita. Wakati huo ile sauti inasema kwamba watu wanakufa bila hatia, watu wanauawa, watu wananyanyaswa. Hasa nikawa naona akisema watu wananyanyaswa, naona watu wanafanywa maukatili, wanabakwa, watoto wadogo wanabakwa, wanachinjwa, yani makafara mengi. Nikawa nimeona wakati huo Mfalme Zumaridi anaendelea kusema kutoka ndani ya lile jua. Anasema kwamba haya yote niliyatazama ni muda mrefu, lakini mimi Mungu niliweza nikunyamaza kimya, nilikuwa nikinyamaza kimya, lakini nilikuwa nikisikia vilio vyenu, nilikuwa ninavisikia, lakini sasa vilio vyenu vilikuwa havina kibali mbele zangu. Nilikuwa ninasikia tu ni kelele, ila zilikuwa hazinigusi, kwa sababu zilikuwa zinatoka katika sehemu ndani ya watu ambao tayari wamekwisha kuwa ni waasi. Kwa maana hiyo ndio maana sasa mliishi katika hali ngumu, mliishi katika mateso makubwa, kwa sababu hapakuwepo yeyote mwenye kuweza kupaza sauti yake hata nikaisikia mimi Mungu kwa habari ya kuwasaidia nyinyi wanadamu. Lakini mna neema ya ajabu dunia, mna neema ya ajabu wanadamu, kwa sababu tayari yupo aliyeweza nikusimama kwa ajili yenu na kupaza sauti yake na kunifikia mimi Mungu. Asa aliposema hivyo, wakati huo mimi nilikuwa nasikia ni sauti ya Mfalme Zumaridi. Alafu baadaye akatokea sasa Mfalme Zumaridi sasa mwenyewe. Kama ametokeza Mfalme Zumaridi mwenyewe, lakini lile jua bado naliona liko vile. Mfalme Zumaridi alikuwa anaomba sana. Mfalme Zumaridi kama nani yuko katika maombi, lakini alikuwa anaomba sana, anaomba kwa ajili ya dunia ifunguliwe, dunia itolewe kwenye mateso, yani Mfalme Zumaridi alikuwa anaomba, yani amelowana ni nguo zote, lakini anaomba kwa nguvu, yani kwa nguvu kubwa. Hasa ile sauti sasa ilikuwa inaenda mpaka mbali. Alafu nikasikia tena sauti inatoka huko kwenye jua, akisema hii ndiyo sauti ambayo niliweza nikuisikia mimi Mungu, na kupitia hii sauti ndio amekwenda kukomboa ulimwengu. Hiyo ndio sauti yenye kuikomboa dunia. Wanadamu mlilia, lakini sikuweza kuzisikia sauti zenu. Mlihangaika mpaka mkalaani, mpaka mkanitukana mimi Mungu, lakini nisingeweza kuwasaidia. Lakini hakuwepo aliyeweza nikusimama kwa habari ya kuwalilia, maana mimi nasikia sauti ya mtu mmoja tu, nasikia sauti ya mtu mmoja aliyesimama kwa ajili ya dunia, sisikii sauti za wengi, ninasikia sauti ya mmoja. Akisema sasa ni wakati wenu sasa umefika, mimi Mungu nimeweza kuwasikia, lakini sio kama nimewasikia nyinyi, nimesikia sauti ya mwanangu ambaye nimeisikia kwa nguvu kubwa, kwa ngurumo, kwa tetemeko, akililia dunia. Wakati wa Mfalme Zumaridi alipokuwa akiomba, anatamka yao yote yanayoendelea, mauaji, vita, wachao, maagano, makafara yanayomwagwa, mitandao ya Freemason, yote Vaida, Illuminati. Alikuwa anataja yani matukio makubwa ya kishetani aliyokuwa akiyataja, yaliyoteka dunia, ikiwemo na kukomboa watu, kuwatoa kuzimu, kuwatoa katika mateso. Yote Mfalme Zumaridi alikuwa anazungumza, lakini akiomba. Sasa ile sauti inaendelea kusema kwamba hivi ndivyo ilivyo. Imefika wakati wangu mimi Mungu, sasa nimesimama kwa habari ya kuikomboa dunia. Akasema njooni wote, mimi ndiye Bwana Mungu wenu. Nimesikia kilio chenu kupitia mwanangu, na sasa imbeni, furahini, shangilieni, kwa sababu nimekuja sasa kwa habari ya kuwasaidia, kwa habari ya kuwakomboa. Akasema furahini sana, imbeni, pigeni tarumbeta, pigeni zeze, pigeni vinubi, chezeni, nisifuni mimi Mungu, maana tayari nimekuja kwa ajili yenu, kwa sababu nimeisikia sauti ya mwanangu, ambapo mimi Mungu niliweza
nilisikia kelele, sikusikia maombi, ila sasa nimeweza kusikia hitimisho la maombi ya mwanangu. Maana ndio maana mpaka sasa nimesimama kwa habari ya kuikomboa dunia, nimesimama kwa habari ya kuikomboa dunia. Akawa sasa wakati unasikia ile sauti, lakini baadaye naona mikono inatokea ndani ya lile jua, sasa inavuta hivi, inavuta. Lakini baadaye Mfalme Zumaridi akapotelea ndani ya ile jua, sasa akawa Mfalme Zumaridi. Sasa kama Mfalme Zumaridi, sasa akaanza kuita, naita mashariki, naita magharibi, naita kaskazini, naita kusini, naita pande zote za dunia, na waita, njooni wanangu, njooni wanangu, njooni wanangu, njooni wote wenye kulemewa na mizigo, njooni nikawapumzishe, njooni, njooni, njooni. Nimesikia kilio chenu, nimesikia kilio chenu, nimesikia mateso yenu, sitoangalia dhambi zenu. Nimekuja kugairi mabaya, nimekuja kugairi mabaya, nimekuja kugairi mabaya. Asa nikae naona sasa wale wote waliokuwa wamejikusanya mahali pale, watu wenye matunguli yao, wenye matukio yao, nikae naona wanaleta wanaweka chini pale, wenye zana zao za ujambazi, mauchawi, wanaweka mahali pale. Hawa na wenyewe waliokuwa wavaa mavazi ya kikahaba, na wenyewe wanaevoa yale mavazi, wanayaweka pale. Walevi wanaweka hapo machupa yao ya pombe. Yani kaona, yani mpaka wenye mitandao ya Freemason na wenyewe wanaweka hapo maandagu yao, mailizi yao, makafara yao. Kai naona wanasogeza, wanatoa, chukua na hiki, chukua na hiki. Kai naona yani watu wanasomba wakayarundika hapo mbele ya Mfalme Zumaridi. Yakawa ni mengi, yani yakawa ni mengi sana mazana sasa ya wanadamu ambao walikuwa wakiyatumia, walikuwa wanatumia, wametekwa, wamekwisha kutekwa na shetani, ambao walimwamini shetani kwamba ni Mungu wenu, ni Mungu wao. Mfalme Zumaridi akasema kwamba mlimwamini shetani, baba yenu wa kambo, mkizani yeye ndiye baba yenu harisi. Huyo sio baba yenu harisi. Nimekuja baba yenu mzazi, nimekuja baba yenu mzazi, nimekuja mimi niliyeweza kuwaumba, mimi niliyejua gharama yenu nyinyi wanadamu. Maana mimi ndiye niliyeweza kuwaumba, mimi niliyeweza kuwapulizia pumzi ya uhai, mimi niliyeweza kuwatamkia ni baraka. Lakini shetani niliweza kumbatiza laana, na hizo laana ndio alikuja kuwatwika nini. Sio makosa yenu, sio makosa yenu. Hata akawa anawaambia wale watu ile dunia sasa, sio makosa yenu, sio makosa yenu, hayo ni makosa ya baba yenu wa kambo. Sijaja kwa bali ya kuwahukumu, nimekuja kuwatoa katika hatia, ili kwamba kila mmoja sasa apate kutambua kwamba mimi ndiye baba yenu, na mimi nimekuja, mimi ndiye Bwana Mungu wenu, mimi ndiye Bwana Mungu wenu. Nikaa naona sasa wale watu wakaanza kushangilia, wakaanza kuimba, wakaanza kushangilia, lakini wengine wanalia kwa sababu walikuwa wamekwisha kuteseka ni muda mrefu. Nikawa naona vitu mabibi vikongwe sasa, na wenyewe wanakuja na miti yao ya kutembelea, wanakuja na wenyewe wanasema sasa wanaenda kwa Mfalme Zumaridi na wenyewe na pale. Nikawa naona mpaka watu wengine wanatembelea matako, vilema wale waliojikunja, wanajivuruta, wanasogea pale, wanasema tusaidie. Sasa nikawa naona mpaka wengine wapo kama mazombi, na wenyewe wanasogea wenyewe hawezi kuongea, wanafanya tu ishara, Mfalme Zumaridi yeye akawa anawatazama ni kwa uchungu mkubwa sana, akawa anawatazama kwa uchungu mkubwa sana. Akasema, sasa ni wakati wenu wa kupumzika mateso, sasa ni wakati wenu wa kupumzika. Maana mimi Mungu nimeleta pumziko la milele, Nisikilizeni, mimi ndiye Bwana Mungu wenu. Nisikilizeni, mimi ndiye Bwana Mungu wenu. Nilinyamaza muda mrefu, baba wenu wa kambo akawafanya, akawachakaza, akawaharibia, akawaharibu, lakini mimi Mungu, mimi ni mwingi wa rehema, Sitotazama makosa mlionitenda. Hayo yote mliyatenda kwa sababu hamkumjua, na mimi sikuwepo, Ijapokuwa watu waliosimama kwa habari ya kuwadanganya na kujiita Mungu, kwa habari ya kuwadanganya na kujiita watumishi wa Mungu, ambao waliwatesa, waliendelea kuwapa laana, waliendelea kuwabatiza laana za umaskini, ambao sasa alivyosema kama wapo waliosimama kwa habari ya kujifananisha kwamba ni watumishi wa Mungu. Hasa nikae naona sasa watu wanakimbia, wanatoka makanisani, wanakuja, wanakimbia, wanafika mahali pale, wakawa wanapiga magoti, tusaidie baba. Akasema, mimi ndiye Bwana Mungu wenu, mimi ndiye mchungaji mwema. Asa nikawa naona watu wote wakawa wameshuka sasa, wamesujudu, yani watu wote wakawa wamesujudu. Mfalme Zumaridi akaendelea kusema kwamba
hivi ndivyo ilivyo na huu ndio wakati wangu sasa. Kama jinsi akasema kwamba huu ndio mwisho wa dunia, ina maana mnatakiwa muwe makini, ina maana neno hili nalo lisema kwenu liwe ni hakika na kweli. Akasema itafikia wakati ni kwamba mtakuwa mmelala watu wawili kitandani, lakini mmoja ataondoka, atamwacha mwenzie, hatojua ameenda wapi, na mwingine atakuwa yuko shambani analima na mwenzio, lakini mmoja atanyakuliwa, mwingine atabaki. Akasema nisikilizeni mimi Mungu, nimewaijilia dunia, huu ni mwisho wa dunia, nimewaijilia dunia, asiwepo wa kuachwa, nimewaijilia dunia. Akasema akawa anasema hivyo. Akasema na wengine watakuwa kwenye milima wanasaga, lakini watakuwa kwenye milima, na wengine watakuwa mashineni wanasaga, mwingine atanyakuliwa, mwingine atabaki. Akasema wengine watakuwa kwenye mamisitu wanawinda, lakini mmoja atanyakuliwa, mwingine atabaki. Akasema nisikilizeni mimi Mungu, nimekuja kwa ajili yenu. Nimesikia sauti moja tu inayolia kwa ajili ya dunia, na hii ndio imeweza nikufunika dunia. Hasa nikasikia ile sauti ya Mfalme Zumaridi. Yani sisikii kitu chochote. Yani nasikia ile sauti, yani imemeza kila kitu duniani, alafu ina mwangwi mkubwa sana. Yani umetambani wale watu wote tukawa tumefunikwa na ile sauti ya Mfalme Zumaridi. Sasa akawa ametuatamia, lakini baada ya hapo kupitia ile sauti kutufunika tu hivi, kuifunika dunia yote, nikawa naona Mfalme Zumaridi yeye mwenyewe kawa amekuwa mkubwa, ametanuka, akatuatamia wote. Akatuatamia wote. Yani nikawa sioni mtu, sioni nyumba, yani sioni kitu chochote. Naona tu Mfalme Zumaridi mgongo. Naona tu mgongo wa Mfalme Zumaridi mkubwa, ameatamia vitu vyote. Yani vitu vyote. Hakuna kilichoweza nikubaki kwamba nje kwamba kinaonekana. Yani unaona tu ni Mfalme Zumaridi ameatamia watu wote. Basi akasema Mfalme Zumaridi akasema kwamba hivi ndivyo ilivyo. Nimekuja kuyatamia dunia yangu. Asiwepo tena yeyote mwenye kuweza kukatiza. Ni nani awezaye kukatiza? Nikiwa mimi tayari nimekwisha kusimama kwa ajili ya dunia. Ni nani awezaye kusema chochote? Ni nani awezaye kukatiza? Ni nguvu gani iwezaye sasa kuendelea kufanya kazi katika uso wa dunia? Ni ingali mimi Mungu nimekwisha kuyatamia dunia yangu. Maana tayari huu ni mwisho wa dunia. Nisikilizeni mimi Mungu, sikieni sauti hii. Imbeni, shangilieni, niabudu mimi Mungu, nisifuni katika roho na kweli. Maana mimi nimekuja kwa habari ya kumaliza mateso, kwa habari ya kumaliza kilio. Akasema nyinyi mnaolia, nyamazeni kimya, maana nimekuja mimi mfariji wenu, nimekuja mimi baba yenu, nimekuja kuwafuta machozi. Basi baada ya hapo akasema kwa nimerudisha amani yenu ya kwanza niliyoweza nikuwaambia. Niliwaambia amani, maana mbinguni ni amani, mbinguni ni furaha, mbinguni ni amani, ni kicheko mbinguni. Hakuna machozi, hakuna kulia, hakuna kupotelewa na amani, hakuna mashaka. Mbinguni ni amani kubwa. Akasema kwamba nimeleta amani. Hasa nikawa naona yani ni utukufu mkubwa, yani umetanda. Nikawa sioni chochote. Yaani ni utukufu, tunamuona tu mgongo wa Mfalme Zumaridi ameyatamia dunia. Baada ya hapo mpaka mwisho sikuweza kuona kitu kingine tena, nami na kila sababu ya kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake. Tubariki watumishi. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.